Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yesu wa kuchaji, sijui Yesu wa nini, sijui mwenyewe ananichanganya. Yesu mwenyeji wa maji sitembei, maajabu hamna tena. Hivyo mwanangu. Wanakuita Yesu wa kuchaji? Amen mwanangu, Yesu wa kuchaji, sijui Yesu wa nini. Bana, tumechomoka mpaka mitaa ya Temeke ambapo huku tumekuja kumfuata mfanyabiashara ambaye ana trend sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, anafahamika kama Popo. Ukimalizia store na kuwa umetisha sana, hilo ndio jina ambalo anafahamika zaidi. Kama ambavyo unaweza kumtazama hapa, muonekano wake ndio ambao umefanya jamaa trend. Anazungumziwa sana kwenye mitandao sasa hivi na nimekuja kumfuata hapa nione yeye anazungumziaje, namna ambavyo anazungumziwa, lakini pia ni comment zipi ambazo anazipata zaidi. Lakini pia kwa nini ajiite Popo? My brother, mambo vipi? Kama kawaida. Kutoka mwingi? Ile. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda mdogo mdogo, Mungu anasaidia. Biashara zinasema? Biashara mdogo hivyo. Tunashukuru Mungu. Unaona Insta, TikTok unaposti biashara zako. Hera sana. Najitahidi kuposti hivyo na biashara wanazidi kusupporti, nashukuru Mungu na wazidi kusupporti. Hivi ugumu wa kufanya biashara kama ambayo wewe unaifanya ni ipi? Kwangu mimi ugumu wake bwana, mimi labda watu mitandaoni wanaamini kama huyu mtu kama hayupo. Sema hayupo na maanisha nini? Yani wanaona account nini, lakini wanaona huyu mtu kama hayupo bongo. Siwe si mtu wa bongo. Hata hapa dukani kwenye mtu akikuona hivi anaogopa kuja dukani, anaona bei kubwa Marekani sijui. Mwezi mwingi. Kumbe nguo bei rahisi tu 8,000 hata 7,000 mimi nauza nguo. Sina short Wanachokiogopa ni muonekano wako. Wanaamini kuwa mwamba huyu Marekani mwingi, labda na bidhaa zake, nguo zake bei itakuwa kubwa. Wanaamini brand labda kubwa hivi na hivi, ila hamna. Bidhaa zipo kwa bei nafuu. Afu tupo cool, yani hivyo tupo pamoja sana. Kabla sijaendelea mbele zaidi, kwa huyu ambaye anakutazama sasa hivi, maybe ndio mara ya kwanza anatamani kufika dukani kwako, anafikaje? Lakini pia maybe kama kuna namba ya simu ambayo anaweza akakupata ili apate bidhaa zako, anakupataje? Bwana, kama ndio kwa mara ya kwanza unanitazama, location nitaandika sokoni hapa. Ukifika mtaa wa Nasa, nyumba namba 8, namba ya simu ni 0750 12 0804 na nyingine ni 0621 079942. Hizo ndio namba ambazo mara nyingi inapatikana hata kibiashara. Sawa. Unaitwa Popo. Kwa nini Popo? Bwana, Popo naipo mtaani. Mimi nimekulia Uswahilini sana. Kwa makuzi ya watu afu pia wanakuwa wanielewa. Siku nimetoka na Nchunga ambapo navaa ovyo, yani huwezi kunielewa. Ndio Popo mwenyewe atabiliki mnyama au ndege. Kwa Popo ndio mpaka leo Popo kote Popo. Wewe mzaliwa wapi? Mimi mzaliwa wa hapa, mzaliwa wa Ilala. Nimekulia, nimekaa sehemu nyingi, ila sana pande za Uswahilini, yani mimi ndio kwangu yani. na watu wengi zaidi wanadhani wewe ni mtu wapi? Wengi yani sijui yani lakini yani kikubwa ndio hicho, najua tu sio mbongo, yani hajui hata kukadiria hivi. Hata ukienda sehemu labda pikipiki inaweza kwa 1,000 mtu anakuambia 5,000, yani unajua zile furugu yani naishiki yani kipopo yani. Na hizi bei ambazo maybe wanakutoza kwa sababu muonekano wako, unalipa fresh au unawaachana bwana mwanangu? Kuna muda unakuwa uelewi, unamkataa, unaambia sio kweli mwenyewe hapa. Ila kuna muda unaona chukua baridi. Muonekano wako umefanya utrend zaidi ama watu wakuzungumzie nywele zako, namna ambavyo unaziachia. Kuna mtu mmoja nimeona ameandika kuwa hii ndo aina wanaume ambao wanawake wanapenda na vitu kama hivyo. Huu muonekano wako ni umeamua uwe hivi ama ni nini ambacho kilikufanya uachie muonekano huu ama nywele design hii? Kitambo ni kwa nanyoa pembeni afu na bana fulani. Ila vinyozi, unajua vinyozi wa bongo tena, unaenda kwa kinyozi huyu nakwambia mimi sikuwezi, wewe nenda huku, mwingine akwambia mashine mbovu, mwingine anakunyoa na ukosea. Alafu kama huku yani kinyozi mzuri sana mmoja, alafu kumpata kwake yani uende alfajiri.
yani huyo ndio bingwa yani, anajua yani engo zote anajua anazingatia. Kwa hiyo nikaona mwisho wa siku hadi nikakatwa mdomo, nikavimba mdomo huo na vinyozi unajua. Kwa hiyo nikaona kuliko kila kitu bora tufuge tu Rastaman, tunachonga ndevu tu. Sababu ya kuachia hizo nywele ni kwa sababu vinyozi haukuwa unapata wenye wa uhakika. Vinyozi wanazingua, mtu namuelekeza hivi, naambia hapa usifanye hivi, ananyoa fresh, lakini mwishoni wajuaji vinyozi wa Tanzania wanajiongeza yani. Sasa ukijiongeza ndio nakuta wewe hujapenda, alafu nakuaja ukaona bora ukae natural yani kama hivi basi. Comment za watu mitandaoni zinasemaje kuhusiana na huu muonekano wako? Comment ndio hivyo hivyo ndugu yangu, kama unavyoziona. Yesu wa kuchaji, sijui Yesu wa nini, sijui mwenyewe ananichanganya. Yesu mwenyewe juu ya maji sitembei, maajabu hamna tena. Hivyo mwanangu. Wanakuta Yesu wa kuchaji? Ameni mwanangu, Yesu wa kuchaji, sijui Yesu wa nini. Naambia. Ila wapi, miujiza hamna ndugu yangu, nchi yenyewe tunaiona. Yesu wa jioni. Ameni. Watu wanataka upako ndugu. Pa kidogo kidogo. Yesu Poli, sijui Yesu wa Kambo, yani yote majina yangu. Noma sana mwana. Sasa unaniua mbavu. Wewe unakuta Yesu wa kuchaji, Yesu wa kulipa kidogo kidogo. Chaji, Yesu wa mikopo, sijui yani Yesu wa Alibaba, ambao kiagizwa Alibaba ndio nakuja mimi sasa. Amen yani. Okay. Yeah. Na wewe unawajibu vipi? Huwa zikukati zimesa. Mimi sababu kutoka nakuwa, unajua mimi sijakuwa tu kama mti, mimi nimekuwa yani nipita cha mimi napita yani toka udogoni ile. Napita sehemu kuchochorona kuchana watu wanacheka yani, unajua mwingine sasa mpaka sasa hivi changamoto zote naona kama kawaida tu, afu nakuwa prouded pia kwa nilipofikia. Ulishafika stage watu wanakucheka kwa sababu muonekano? Wapo wa shamba, sio unajua Swahilini tena mtu anakuona kama umevaa wigi hivi anacheka, kumbe lakini ukikutana na watu kama mjini, watu wanapishita, wanajua yani, wanajua wanakuambia bwana mwanangu wewe noma. Yani kuna misingi uifate unaenda sawa, lakini ndio hivyo. Yeah. Kuna zile comment waga zinakata maybe I don't know kama umekutana nazo kuwa mwamba vipi ameleft na nini, huo unakutana nazo na maybe watu kama hao huo unadeal nao vipi? Mwanzo nilikuwa na mind, ila mwisho wa siku mwanangu ilibidi tu sababu katika watu 1000 akiongea hivyo 5 inabidi ufute zile comment alafu unaachana nazo. Maana huwezi kumzuia mtu anachokisema, kila mtu ana maoni yake. Mwisho wa siku wanaonijua wanangu na wanajua mimi nafanya nini na nilijua. Ndio maana mimi kama ningekuwa kwenye nini entertainment labda, sababu kuna watu mimi yani nishakuwa nao sana kwenye entertainment. Ila nikaona naweza nikajulikana, lakini kama una issue ya kufanya ndio utaonekana sasa una issue. Kwa hiyo nikaamini. Mimi nimehangaika yani kutoka chini yani mpaka nafungua duka. Yani kama mtu mwingine yeyote ambaye hajapewa hata 100 na baba yake. Yeah. Yani mpaka sasa hivi ukinijua unanijua tu kama nauza nguo hivi. Yani ndio mimi plan yangu, hata kama ukinijua kama unanijua na duka langu kama hivi yani inakuwa poa. Lakini ningekuwa sina kitu chochote, hiyo ndio ingekuwa mbaya zaidi. Yeah. Huwa unapendelea kuzibana ama kuziachia? Inategemea na siku na unaenda wapi. Yeah. Kwenye pikipiki lazima uzibana, usipozibana ufiki. Yeah. Ziba na nini? Mambo mengi. Yeah. Huwa zina kugharimu kiasi gani maybe kuzihudumia kwa wiki? Hizi mwanangu hizi mchai maji tu. Hizo maji tu? Yani maji tu, yani hata 100 sitaki mwanangu. Yeah. Kuna namna zile mafuta manini? Mimi hata nafuta nazi mbona napaka fresh. Yeah. Yeah. Comments za wadada labda warembo na nini zinasemaje huko DM nini? Comment nyingi, ila ndio hivyo mwanangu, nipo single mwaka wa 10. Sio kweli. Hapo sasa unatupiga. Amini mwanangu, mimi mwanangu una wanawake tofauti kabisa yani. Sema Mwanangu na wanawake tofauti kabisa yani. Yaani kabisa yani, sio mtu wanawake yani. Si ana bahati, si mwenye apendi, lakini yani mtu mmoja wa ajabu hadi mimi namshangaa. Ila naamini wanakucheki wengi. Wanakucheki, lakini sasa unajua wanawake, mwanamke anakuwa trust yani, anaona huyu jamaa atakuwa malaya sana yani. Wanawake wengi wanamtaka, lakini kumbe kila mwanamke ana akili kama yake. Yani kila mtu anaogopa na washangaa, hata kama ukiwa na mtu ambaye
labda yani hivyo yani labda uwe naye tu, lakini sio mipango yako yani hivyo. Lakini mara nyingi mwanamke yani ngumu yani yani kama anaingia kwenye mapambano asema bwana mimi naingia sasa hapa, ila vita yake inakuwa sio ndogo, afu inakuwa so kweli. Mimi nipo kila siku tu napiga misha. Maybe wanaogopa kwa sababu wanahisi muonekano wako ni kivutio cha warembo wengi, lakini pia wengi wanakucheki na nini, kwa wanaogopa kuumizwa. Hivyo yani wengi wanaamini nikiwa naye huyu, watu wengi sana wanakuwa wanamtafuta, watu wengi wanampenda, unajua. Afu mimi nipo kule, hata ukiniona unaweza kujua huyu demu wake, lakini kumbe mshikaji yani hivyo. Lakini kama mwanamke ndugu yangu, hata sasa hivi akitokea hapo anaoa. Kutokea mtu maarufu labda mwanamke star ashakukucheki na nini? Labda kama kuchati nini kawaida yani, ndio yani mimi yani kawaida tunachati yani kama kishikaji. Mwingine anakuuliza wewe vipi hizo hivi na hivi, nywele zako kweli hivi na fresh, lakini sio kama eti anakutaka hivi, hapana. Ufagili kabisa. Kiukweli mwanangu, mimi sifagili, lakini pia nataka kwanza seto kwanza. Ushakumizwa? Kitambo mwanangu, sana tu kitambo. Uliumizwa naye na mapenzi? Mwanangu, si unajua wanawake wenyewe akili zao hizo. Walikuchezea akakuacha? Mwanangu, kitambo yani. Sio kutokea ukalia kwa sababu ya kuachwa? Hiyo mwanangu, hiyo yani hiyo kitambo yani toka shule yani shule ndio huko wamenitesa, lakini mtaani kwenye mihangaiko ukianza kutafuta uwezi yani mapenzi hawezi kukuliza yani hivyo, afu wewe maisha yako hayaeleweki, utakuwa una akili. Anza maisha yako alafu baadaye utakuja kulia mbele huko. Kwa kifupi ushaumizwa sana, ushachezewa sana. Kuchezea amekuacha? Hapana. Na mimi nakwambia sio mtu wanawake, hata kama mwanamke ananijua hapo aseme bwana mimi bwana wangu, mimi sio sina yani mwanamke anaweza kwa vitu vyangu, lakini sio wakati sahihi nahisi. Ni kabila gani wewe? Mimi Mpemba. Ni Mpemba? Mimi Mpemba kabisa. Basi mwanangu, tupiga story nyingi sana. Mimi ningekupa nafasi pia kumalizia hapa ya kuwakaribisha wana dukani, lakini pia naamini ndugu yangu Dibaice hapa hataondoka bila kuchukua chochote kitu. Kwa hiyo wakaribishe na wengine. Bana ni mwanenu hapa yule Yesu aka Popo, na wakaribisha dukani kwangu Temeke. Namba ya simu ataiandika brother hapa, itakuwepo chini pale, na wakaribisha sana. Hii sio AI, huyu sio Yesu, huyu Popo wa mapopo. Karibuni sana. Tupo na Yesu akuchai. Bei sana bure, wasiogope. Bei ni sawa na bure. Bei ni sawa na bure. T-shirt unapata kuanzia 10,000 hadi 8,000. Kwa una kofia za Kinyamwezi, hivyo jeans pia, kila kitu kipo. Asante sana my brother. Pamoja sana mwanangu.